Ujinga umefikisha taifa letu kubaya sana. Unavyoangalia viongozi wetu wanavyotetea uongo, ufisadi, upuuzi. Hasa maigizo tunayoona siku hizi na viongozi. Maigizo. Mtu eti anaenda kushtaki baraza la maaskofu kwa Baba Mtakatifu. Yaani mambo mengine yanachekesha eh? Kwanza Baba Mtakatifu, taratibu zetu za Kanisa Katoliki hawezi kusikiza mtu yeyote. Kama mimi hapa askofu, siwezi kusikia muumini yeyote anayeleta mashtaka kwangu dhidi ya padre au dhidi ya paroko. Kuna taratibu za kufuata. Kuna jumuiya ndogo ndogo. Kama padre amekuudhi, kuna jumuiya ndogo ndogo. Kuna baraza la waumini, HAWAKA, halmashauri ya Katoliki. Kama huko basi kuna uongozi. Tunahitaji wa mapadre. UMAWATA. Nenda kwa UMAWATA. Uambie. Kuna dekania. Nenda huko kwa dekania. Wakusikilize. Kuna kamati mbalimbali za usuluhishi. Ziende hizo. Wanatoka parokiani moja kwa moja na mmoja askofu kwamba naomba uhamishe huyu baba paroko. Ameharibu parokia. Ameharibu parokia. Kwanza mimi siwezi kuchukua mwezi mmoja. Nitaanza kuchunguza, nitakuuliza maswali. Parokia ameharibuje? Na mimi taratibu zangu nitampigia simu paroko, njoo na kuhitaji hapo ofisini. Lakini ninachomwitia karibu paroko, hapa kumbe na muumini wako anakustaki hili na hili. Siwezi kumhukumu mtu kabla yule anayeshtakiwa kuwepo. Basi zungumza leo kula niambia. Ndio paroko huyo. Nilikuwa basi nakuja kusalimia. Sina lolote uzungumza. Kumbe mwingine ukija kuchunguza zaidi, kwa nini naomba uhamisho wa paroko huyu, na pengine anaanza kumpa tuhuma za uongo kwamba naingia familia yake kuivunja, kusudi ushtuke kwamba huyo usipomhamisha na pengine anaenda akiendelea kubaki parokiani hapa watamkata mapanga, kusudi ushtuke. Sisi hatuamui hivyo, hasa kama wanamkata mapanga. Sisi hivi haviogopi hivi. Wala atakuwa amefia ukweli. Lakini naanza kuchunguza. Kwa nini? Ukija kugundua, ukaanza kuuliza kwamba huyu anaomba paroko ahamishwe kusudi asiendelee kumdai. Ana madeni mengi. Paroko anapomshinikiza, na anapoacha kusali huyo muumini, sasa nataka askofu amhamishe, ampeleke mbali kusudi abaki na amani. Kwa hiyo sisi hatuongozi kanisa kisiasa. Kuna ngazi, taratibu zinazofuatwa na vikao vinavyofuatwa. Asipapukii maamuzi